Uingereza ikatoa mkono kumpatia Muamerika, ikawa sasa ulimwengu uendeshwa na Muamerika. Lakini tukio la juzi ambalo kwamba lilotokea baina ya Iran na Israel limetufanya sisi tuone kuwa kweli sasa hivi kuna mabadiliko mengine ambayo kwamba yanakuja, nayo ni Pax Judaica. Ulimwengu sasa huenda katika mikono ya Muisraeli. Muisraeli ana imani kuwa ulimwengu utakontroliwa na kabila hili, kizazi hichi. Mwisho akija Masihi watamtukuza wakidhania kuwa ndio mwokozi wao, atakwenda mpaka Quds. Waislamu watatambua kuwa yule ambao kwamba wanautukuzwa na Muisraeli ni Masihi Dajjal, na wale ambao kwamba walokuwa katika fungu la kuwapenda Mayahudi na Wanasara, wao watakwenda mwisho watakuwa chini ya uongozi wa Mayahudi, wakiwa kiongozi wao mkubwa zaidi ni Masihi Dajjal. Historia yatueleza kuwa kila siku kuna mabadiliko yanapatikana katika ulimwengu. Qur'ani haikubakisha chochote. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Nahl atuambia wanazalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay. Hakuna kitu ambacho kwamba kimeachwa katika Qur'an. Kila kitu kimeelezwa. Vipi Mwenyezi Mungu aeleze kila kitu katika Qur'ani na asieleze tarikhi, asieleze utawala na siasa mbalimbali ambayo kwamba itahukumu dunia? Haiwezekani kabisa. Ni mambo ambayo labda watu walioko katika ma-university bado hawajaona umuhimu wa kuyazungumza kama haya, au hawayataki kuyazungumza kama haya, lakini historia itabakia ni kuwa ulimwengu unavyokwenda kisha mwisho Uislamu utatawala. Na yote tunayoyaona haya yanayotokea ya kufurahisha na ya kuhuzunisha, yote ni kuandaa maandazi ambayo kwamba yatapelekea khilafa ya Kiislamu kusimama. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotuambia katika suratul Anfal, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa, wa'iddu lahum, andaeni kwa ajili yao hao ambao kwamba ni maadui zenu, mastata'tum min quwwa, mnachoweza katika nguvu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuambia tujiandae kwa kununua upanga wala mifumo. Mastata'tum min quwwa, chochote kile ambacho kwamba mutakacho kuweza katika nguvu. Ulimwengu watufundisha kuwa mwenye nguvu mpishe, mwenye nguvu ndio mwenye kutawala. Muamerika, historia ya nyuklia ilianza katika nchi ya Ujerumani zama za Hitler. Walipokuwa wameanza kupata ile teknolojia ya kutengeneza nyuklia, Muamerika haraka kabisa wakaingia, zikaanzishwa vita, akawaiba wale wasomi na walokuwa wanaojua ile elimu ya nyuklia, akaja haraka kutengeneza nyuklia katika nchi ya Amerika. Likatengenezwa bomu ambalo kwamba kwa mara ya kwanza kujaribiwa likajaribiwa Japan. Nafikiri mwalijua bomu la Hiroshima na Nagasaki. Hizi ndizo mara ya kwanza Muamerika baada teknolojia ile aliyoiba kutoka kwa Ujerumani akaitengeneza. Ikaendelea sasa, kila mmoja anataka kujizatiti. Mrusi naye akatengeneza nyuklia zake. Ikaendelea sasa, Mfaransa akawa na nyuklia zake, Muingereza kadhalika, mpaka mwisho ikafikia baadhi za nchi kama India zikawa zitakuwa na nyuklia. Pakistan kwa sababu walikuwa ni majirani, vile vile kwa kuogopa asije akashambuliwa na jirani yake, akawa na nyuklia. Nyuklia peke yake ambayo kwamba ni siri ambayo kwamba iko wazi ni nyuklia iliyoko Israel. Yeye anafanya ni siri na watu wote wafanya kwa hakuna nyuklia, lakini dhahiri kwa nyuklia ipo. Ulimwengu wa sasa hakuna uwezekano kabisa ukawewe utatawala na utakuwa na nguvu mpaka uifuate aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa'iddu lahum mastata'tum. Leo Iran
apigwa na yeye alipa yale anayopigwa. Lao angekuwa hana nguvu, basi angekuwa amekwisha amesambaratika kama mtu mwingine yoyote. Na huu ni mwito kwa kila nchi ambayo kwamba yataka kushinda vita vya miaka hii, asibakie tena na panga wala asibakie tena na risasi na bunduki. Ulimwengu sasa hivi waelekea ni nuclear, ni vita vya nuclear. Wa Iran wangefanya mijadala na mazungumzo na wa magharibi, lakini suluhisho mmoja tu, na wao wakitakapokuwa na nuclear yao maneno yamekwisha. Huu ndio ulimwengu tunaoishi sasa, ni ulimwengu mwenye nguvu mpishe. Fa idha lam takun qawanin au fa illam nakun qawiyina, basi fala talumanna illa anfusana. Tukitokuwa hatuna nguvu, basi tusimlaumu yoyote, tujilaumu nafsi zetu. Fa illam nakun qawiyin, basi fala nalumanna illa anfusana. Tuona ulimwengu unavyokwenda fi zamani at-taghribi wadh-dhu'fi wa suquti al-khilafa, katika zama ambazo kwamba za udhaifu na kupomoka kwa khilafa ar-rashida. Wa fi waqtin yatahakkamu fihi a'da'u Allah fi masair al-umam, katika zama ambazo kwamba maadui ndio wanaohukumu nchi za Kiislamu. Dhahir tuna wafalme, tunao maraisi, lakini batin ndani tuhukumiwa na ulimwengu ambao ni wa dhulma na ulimwengu wa kikafiri. Fi waqtin يتحدون مشاعر المسلمين يبقى الأمل مشرقا يتفجر من أعماق التاريخ يبشرنا بوعد صادق من سيد البشر وهو يقول في الحديث الصحيح. katika zama ambazo kwamba tumekata tamaa, zama ambazo kwamba tuona ni giza lisokuwa na mwangaza, Mtume salawatu rabbi wa salamu alayhi atupa bishara katika hadithi iliyokuwa sahihi iliyopokewa na Imam Muslim, asema law kana ad-dinu inda Thuraya lana lahu rijalun min Faris, rawahu Muslim. Lau hii dini ingekuwa iko huko kwenye nyota ya Thuraya, basi wangeipata wanaume kutoka Furs. Furs ni watu ambao kwamba walokuwa na ufalme au walokuwa na utawala kabla hata kuja kwa Uislamu. Ulaika alqaumu alladhina lam yakunu min Quraish, hawakuwa katika Quraish wala min al-Arab, wala hawakuwa ni katika Waarabu. Walakin al-imana lamma khalata qulubahum asbahu min a'zami ansari hadha ad-din, lakini ile imani ilipokuwa imetangamana na nyoyo zao, wakawa ndio wenye kuitetea huu Uislamu. Wa min a'zami bunati al-hadara al-islamiyya, na ndio msingi walojenga wale walojenga hii empire ya Kiislamu. Yakfika an tadhkura man al-Imam Abu Hanifa an-Nu'man. Nani Abu Hanifa? Ukisikia huyo Abu Hanifa ni mtu gani? Ni rijalun min al-Faris, ni wanaume wa kutoka Furs. Man Sufyan ath-Thawri. Nani Sufyan ath-Thawri? Ukisikia Sufyan ath-Thawri ni wa kutoka wapi? Wa kutoka Makkah au kutoka Madina? Ni rijalun min Faris, ni kutoka sehemu za Furs. Man al-Imam al-Bukhari. Nani Imam al-Bukhari? Leo twajigamba sisi Waislamu tuna hadithi inayokuwa sahihi pale inapopokewa na Imam al-Bukhari. Man huwa Imam al-Bukhari? Innahu rajulun min rijali al-Furs, ni mwanamume katika wanaume wa kutoka ardhi ya Furs. Man huwa al-Imam Muslim? Ukisikia Imam Muslim wa kutoka wapi? Ni wa wapi huyo? Ametoka Taif, ametoka Makkah, ametoka wapi? Ni mmoja katika wanaume ambao ni asili zao ni kutoka Furs. Nani al-Farra wa ibn Sina wal Farabi wal Khawarizmi wa ibn Nafis? Wa ka'anna al-Fursa kanu qadhiba nuri ahdahu Allah lil umma fi layaliha. Hawa walikuwa ndio wanaume ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwatoa wakaweza kushika Uislamu. Ilmu tukaipata kupita mikono yao. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum. Mkiwa nyinyi hamutaki Uislamu, nyinyi hamuko tayari kutetea Uislamu, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawaleta watu ambao kwamba si nyinyi, lakini hawatakuwa wazembe kama sisi, hawatakuwa na kuwapigia magoti Mayahudi kama sisi. Sayyidina Rasulullah sallallahu rabbi wa salamu alayhi aliposoma aya kama hii aliulizwa ni watu gani hao? Alipokuwa Salman uko bavuni mwake, Salman al-Farisi akasema ni katika hawa ndio watakao kushika Uislamu. Al-Imam at-Tirmidhi amepokea hadithi hii, na vile vile Sheikh al-Albani amesahihisha hadithi hii kwa aya hii watu waliokusudiwa ni wanaume mijidume kutoka Furs. Ndugu zangu na wazee wangu, Mtume sallallahu rabbi wa salamu alayhi katika hadithi iliyopokewa na Imam Ahmad na al-Hakim bi isnadin sahih asema idha ra'aytumur rayat as-sud
kad kharajat min Khurasan fatuha fa inna fiha khalifata Allah al-Mahdi, au kama qala alayhi salatu wasalam. Mkiona bendera zimetoka sehemu za Khurasan, sehemu za Iran, sehemu za Tajikistan, sehemu za wengine wasema mpaka Pakistan, zote sehemu hizi, basi fatuha, zijieni, fa inna fiha khalifata Allah al-Mahdi, katika hao ndiko kutoka khalifa wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, al-Imam al-Mahdi. Allahu akbar, Allahu akbar. Khurasan ardun farisul qadima, Khurasan ni ardhi ya Fursi zamani. Wa ahluha hum alladhina sayakununa ma'al Mahdi yajtami'una ala haqq wa yuqimuna dawlata al-Quran, na watu wao ndio watakao kusimama na haki inavyobashiriwa kama ilivyokuja kutoka katika hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu rabbi wa salamuhu alayhi. Ndugu zangu na wazee wangu, hatukusimama hapa kwa kuwa sisi twasapoti Muirani na akida yake, la, si masala ya akida, ule ni Shia na sisi ni ahli sunna, lakini tusimama hapa kuzungumza ukweli. Ni wangapi ambao kwamba ni ahli sunna wal jamaa wako, lakini hatujaona jambo lolote walolifanya kuwatetea ndugu zetu wa Palestina? Nani? Tuoneshe mfano mmoja. Kuna mmoja anambia hizi zote mnazoziona hizi ni acting tu. Hawa Irani wanafanya acting kwa sababu ni marafiki na Mayahudi. La ilaha illa Allah. Watu mpaka leo akili zao zimefungwa kwa cheni, hazina uhuru hata wa kufikiria. Nikawajibu jawabu moja, nikamwambia ikiwa hizi zinazoendelea sasa hivi ni acting, tutamani hiyo nchi ya Kiislamu ya Ahli Sunna moja tunaoifanya acting kama hizi, ndio tutajua kweli hizi ni acting. Lakini wallahi kila mmoja amepata utulivu, kila mmoja kidogo amefua pumzi kwa hali ilivyokuwa. Ndugu zetu wa Palestina kwa siku moja wakiuliwa kwa madarzeni, leo na wao yale waliokuwa wakiwapata ndugu zetu, majumba ya Gaza yaliyoporomoshwa, leo sote tufurahika tukiona majumba ya Tel Aviv, tukiona bandari ya Haifa imechapwa. Hii wallahi yamfurahisha kila aliyekuwa Muislamu. Ikiwa wewe hufurahiki kwa kupigwa Wayahudi, basi imani yako ina walakin. Ikiwa wewe mpaka leo waona haya yanaopetika baina Israeli na Irani ni acting tu, ni wamoja hawa, basi wewe imani yako ina walakin. Jiangalie imani yako. Ndugu zangu na wazee wangu, hizi zote empire zilizotangulia kama tulivyoeleza, kutoka za wakati wa Mwingereza, akatoka Mwingereza katika karne, Mwingereza alitawali katika karne ya 19, Mwamerika akatawali katika karne ya 20. Sasa hivi Muisraeli ataka yeye kushika usukani, Muisraeli ataka kushika usukani, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala fa'aballahu illa an yutimma nura, Mwenyezi Mungu akataa isipokuwa kutimiza nuru yake, wala ukariha alkafirun wala ukariha almushrikun. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuoneshe yale ambayo kwamba yatakao kutufurahisha. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asituoneshe yatakao kutuhuzunisha. Tufahamu kuwa ulimwengu huu hautotengea isipokuwa kwa kufuata yale aliyotufundisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, uongozo ule alokuja nao Bwana Mtume Muhammad sallallahu rabbi wa salamu alayhi. Na wakati wote tutakapokufuata wa magharibi, sawa awe ni Mwingereza, sawa awe ni Muamerika, sawa awe atakao kuwa, basi tutapotea. Lakini tukifuata mwelekeo, na kitu cha kwanza tutakachokukiweka iwe ni akida yetu na imani yetu. Hakuna nyuklia kubwa kama iman, hakuna silaha kubwa kama kuwa na iman. Wakati wote utakapokutanganya baina iman iliyoko ndani ya kifua chako na silaha ambayo kwamba umeitengeneza mwenyewe bila kutengenezewa na mtu kama wanavyotengenezewa Waarabu, basi hapo ndio mwanzo wa ushindi. Silaha zetu zikiwa zitatengenezwa na watu wengine, hapo hatuwezi kabisa kupata ushindi. Mwenyezi Mungu inshallah atujalie ni wale wenye kusikiliza mazuri na kuyafuata, yaliokuwa mabaya kujiepusha. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.